Vile vile shukrani zetu zinaenda kwa wataalamu katika nyanja mbalimbali waliosaidia tume kuyaelewa masuala mahsusi kama vile uchunguzi wa kisayansi kwa baadhi ya vielelezo, uchunguzi wa sauti za video, uchunguzi wa maiti, uchunguzi wa vilipuzi, wachambuzi wa picha, taarifa za wataalamu na masuala ya kisaikolojia, kisosiolojia pamoja na masuala ya uchumi na fedha. Mheshimiwa Rais, jukumu kuu la tume lilikuwa ni kubaini ukweli, fact finding, kuhusu matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 kwa kuongoza kwa hadidu za rejea 6. Hii leo tuko hapa kilomita 19 kutoka tukio la kwanza la 29 Oktoba lililotokea Kimara Baruti. Hadidu zetu za rejea zinasema jambo la kwanza ni kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na siku chache zilizofuata. La pili ni kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na waliohusika katika kupanga kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. Tatu ni kuchunguza na kubaini madhara yaliyojitokeza kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali, miundombinu pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. 4 ni kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. 5 ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mifumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizi hazitokei tena. Na 4 ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume inaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Mheshimiwa Rais, mawanda ya kazi yetu yalihusisha kufanya uchunguzi wa matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na masuala yote yanayohusiana na matukio haya kama yalivyobainishwa kwenye hadidu za rejea. Aidha, kazi ya uchunguzi ilihusisha maeneo 202 yaliyoathirika zaidi katika wilaya 21 na mikoa 11 ambayo ni Dar es Salaam, Mbeya, Songwe, Mwanza, Geita, Arusha, Iringa, Dodoma, Shinyanga, Mara, tume pia na Ruvuma. Tume pia ilitembelea Zanzibar na mkoa wa Kilimanjaro kama sampuli ya maeneo ambayo hakuwa na ghasia ili kujifunza mazingira yaliyosababisha hali hiyo. Methodolojia tuliyotumia kwenye uchunguzi. Mheshimiwa Rais, hatua ya kwanza ya kazi ya tume ilikuwa kujiwekea kanuni za uendeshi kwa mujibu wa kifungu 11 cha sheria ya tume ya uchunguzi sura ya 32 ili kuongeza utendaji kazi wa tume. Kadhalika, tume iliandaa methodolojia inayoongoza namna ya kufanya kazi yake kwa mujibu wa hadidu za rejea. Katika kukusanya ushahidi, taarifa na maoni, tume ilitumia vyanzo vya moja kwa moja, primary sources, na vyanzo rejea, secondary sources, kwa kutumia mbinu za maelezo na mbinu za takwimu, na vyanzo vya moja kwa moja vilihusisha mashahidi, mashuhuda na matukio ya wadau mbalimbali, kupima mahojiano ya ana kwa ana na vikao vya majadiliano. Majadiliano yaliwahusisha pia viongozi wa vyama vya siasa, vya dini,
viongozi wa serikali waliopo madarakani na wastaafu, na vyanzo virejea vilitumika kufanya mapitio na kuchambua nyaraka mbalimbali ili kupata ukweli na uthibitisho wa kilichotokea, ikiwa ni pamoja na taarifa za tume za uchunguzi mbalimbali ndani na nje ya nchi. Aidha, tume ilizingatia pia viwango vya kimataifa vinavyohitajika katika kufanya uchambuzi wa aina hii, hususan katika kuhakikisha usalama, usiri na ulinzi wa mashahidi na watoa taarifa, mashahidi, mashuhuda na watoa taarifa wote ambao hawakutaka kutoa ushahidi au taarifa kwa njia ya wazi mbele ya tume ya hadhara walifanya hivyo kwa faragha. Moja ya mbinu muhimu zilizotumika ni mahojiano ya ana kwa ana, ambao kundi kubwa lilikuwa ni la waathirika, wafiwa, majeruhi, waliopoteza ndugu, walioharibiwa na kuibiwa mali, lakini kupitia usikilizaji wa wazi na wa faragha, pamoja na kuchukua maelezo ya kiapo ya maandishi affidavit. Jumla waathirika 1323 walisikilizwa na maelezo ya kiapo kuchukuliwa kwa waathirika 553. Tume pia ilipokea jumla mawasilisho ya maandishi 149 kupitia njia ya posta, 323 kufikishwa kwenye ofisi ya tume na 557 kupitia barua pepe. Vile vile jumla ya madodoso 4891 yalipokelewa na ujumbe mfupi kupitia SMS 33250 na ujumbe wa WhatsApp 23195 na kupata maoni kupitia simu za tume. Kadhalika, ziara za mikoani ambazo zilikuwa muhimu, tume ilifanya majadiliano na vikundi 170 wenye jumla ya washiriki 2099, na kwa upande wa Dar es Salaam jumla ya mijadala ya vikundi 31 vilikuwa na washiriki 1466. Mheshimiwa Rais, katika mikoa na wilaya zilizotajwa, tume ilikutana na waathirika, wafiwa, majeruhi, waliopotelewa na ndugu na walioharibiwa au kuibiwa mali zao, makundi maalum ya wananchi wakiwemo mamalishe, babalishe, bodaboda, machinga, watoto wasio na makazi maalum, wajasiriamali wadogo, machinga na kadhalika. Mahabusu pia tulionana nao katika mbalimbali, na pia viongozi wa dini, wawakilishi wa taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali, maafisa ustawi wa jamii, viongozi wa umma na wa kisiasa wastaafu, viongozi na watendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, waganga kutoka hospitali na vituo vya afya binafsi, waganga wakuu wa mikoa pamoja na timu zao, wakuu wa mashtaka wa mikoa, kamati za usalama za mikoa na wilaya, pamoja na wadau wengine walikuwa tayari kutoa taarifa, ushahidi na maoni yanayohitajika kwa ajili ya kazi ya tume. Hata hivyo, vipo vyama vya siasa vichache, wanasiasa, wanaharakati na viongozi wa mashirika yasiyo serikali wachache walioalikwa kwa maandishi kufika mbele ya tume, lakini hawakufanya hivyo. Tume inaridhika kuwa ambao hakuja mbele ya tume ni kwa utashi wake na tunaoheshimu, lakini si kwa kinyima au kukosa fursa ya kwa sehemu ya safari hii. Mheshimiwa Rais, ushahidi wa kidijitali ulikuwa sehemu kubwa katika uchambuzi wa tume, hususan katika kuelewa madhara ya kibinadamu. Jumla ya picha mnato 450, picha mjongeo 880 zilikusanya kwa njia mbalimbali, na baadhi zilikuwa zimesambamba mitandaoni kwa zaidi ya mara moja. Picha hizi zilipatikana na ziliwasilishwa na mashuhuda wa matukio, watoa taarifa vya vyombo vya ulinzi na salama, na vyanzo vya wazi, yani open source, ikiwemo vyombo vya habari na mitandao ya kijamii.
Katika kubaini uhalisia wake, baadhi ya picha zilizochambuliwa na kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa kutumia wataalamu walioidhinishwa. Uchunguzi huo hususan kwa picha zilizokuwa zikizunguka zaidi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, baadhi yake zilikuwa halisi na za kweli, lakini nyingine hazikuwa halisi na zimechezewa kwa kutumia akili unde na nusu ukweli. Methodolojia hii ilituwezesha tume kutofautisha picha halisi na sio halisi, na mfano mojawapo ni picha ambayo imetumika mara nyingi kuonesha maiti zikiwa kwenye mifuko ya bluu zikizikwa kwenye makaburi ya halaiki. Picha hiyo kwa mujibu wa uchunguzi imekuwa imetumika sehemu nyingi duniani. Matumizi ya ushahidi na taarifa mseto kutoka vyanzo anuwai yalilenga kuzingatia na kudhibiti viwango vya uthibitisho vinavyotambuliwa na tume za uchunguzi za kimataifa, yani ushahidi ambao mtu yoyote mwenye busara ya kutosha atauona ili kubaini hoja. Tume ilitegemea zaidi ushahidi wa taarifa mseto zilizokusanya kutoka vyanzo anuwai vya moja kwa moja na vya rejea, vile vile vielelezo hivyo vya kidijitali. Tume pia izingatia umuhimu wa kuwa na ushahidi unaojitosheleza na ushahidi mwingine unahitaji kuungwa mkono.